صوت البشرى الإسلامية inawaletea kwenu bayana Imam Nasr Muhammad al-Yamani. Tunasomea kwenu moja katika maansar wake. Bayana kwa inwani, hakika ya dhati ya Allah ni kitu adhimu, naye ni adhimu zaidi sana kwa kila kitu ambao ni adhimu. Kwa ajili ya hivyo haikuweza kuhimili kuona dhati ya Allah jabali ambalo ni adhimu. Bayana kwa tarehe 4 Shaaban 1435 Hijria, tarehe 2 mwezi wa 6 2014 Miladia, saa 1:43 asubuhi kulingana na takwimu rasmi ya mama wa vijiji. Bismillahirrahmanirrahim. Na swala na salam juu ya manabii wote na watu wao waliwazuri na waliowafuata kwa haki mpaka siku ya dini. Ama baada ya hapo, na ewe kadhim, ewe ambaye ni dhalimu juu ya nafsi yake, hakika tumekujibu kabla siku ulipokuwa wataka kutayarisha yale unayoyataka, wakati ulipotaka kujua nini litakuwa jibu la Imam Nasr Muhammad kwa wanaolingania kutoamini Mungu, na hivyo mbinu kutoka kwako ili ujitayarishe kujibu, ili uvishe haki kwa batil. Kwa hali zote, iwe wewe ni kadhim ama albahith anil bayina, basi kitu muhimu kuwa wewe wajua kwamba sisi twajua wewe ni nani, basi hawafichiki kwetu watu mfano wako. Na la muhimu zaidi, kusimamisha hoja juu yako kwa haki, na haki inasema kwa idhni Allah al-Azim katika dhati yake juu ya kila kitu adhim. Basi wala haitoweza kuhimili kuona uadhimu wa dhati ya Allah subhanahu ametukuka isipokuwa kitu mfano wake, na hakuna kama mfano wake kitu katika viumbe vake wote itakavyokuwa ni adhimu. Na wakati alipompa fatwa Allah mja wake na mtume wake Musa juu yake swala na salam, ambaye amemuuliza Mola mlezi wake kuona dhati ya Mola mlezi wake wazi wazi, alafu kisha akampa fatwa Allah, hakika wewe hutoniona. Na swali ambalo lajiweka lenyewe, na je, anakusudia Allah kuwa yeye hatuona dhati ya Mola mlezi wake kwa kuwa yeye Allah sio kitu katika uwepo subhanahu ametukuka? Najibu mtalipata kwenye iliyowazi maana yake kitabu kuwa subhanahu, sababu ni kwamba Musa hatumona Mola mlezi wake kwa kuwa nabii wa Allah Musa juu yake swala na salam hatoweza kuhimili kuona uadhimu wa dhati ya Mola mlezi wake subhana, na akamweleza nabii wake kuwa yeye atatokezea kwa dhati yake kwa jabali ambalo ni adhimu. Basi likitulia jabali ambalo ni adhimu pahala pake mbele ya kuona uadhimu wa dhati ya Mola, basi utaniona. Na kariri kauli, basi likitulia jabali ambalo ni adhimu pahala pake mbele ya kuona uadhimu wa dhati ya Mola mlezi, basi hapo atamona nabii wa Allah Musa Mola mlezi wake, kwa kuwa Allah anaweza kufanya uadhimu wa waja kama uadhimu wa vyuma mpaka waweze kuhimili kuona uadhimu wa dhati ya Allah. Kwa ajili ya hivyo amesema Allah kwa nabii wake Musa, qala lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah Ta'ala akasema hutoniona, lakini utazame huo mlima, ukibaki pahali pake basi utaniona. Sadaqallahu al-Azim. Al-A'raf. Lakini ikiwa
haukuweza kuhimili jabali ambalo ni adhimu kuona uadhimu wa dhati ya Allah, basi vipi ataweza kuhimili kuona uadhimu wa dhati ya Allah mtu dhaifu? Basi hatoweza kuhimili kuona uadhimu wa dhati ya Mola mlezi isipokuwa kitu mfano wake, na hakuna mfano wake kitu katika viumbe vake wote, na yeye mwenye kusikia, mwenye kuona, na yajulikana kilugha na istilahan kuwa at-tajalli inakusudiwa nayo ni kutokezea, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala akisema wan-nahari idha tajalla. Allah Ta'ala asema na mchana unapodhihiri, yani imedhihiri kuonekana, na tunachunguza kutokana na hayo kuwa at-tajalli kutokezea inakusudiwa nayo kudhihiri ka kitu. Kwa ajili ya hivyo tuangalieni katika matokeo baada kutokezea dhati ya Mola mlezi kwa jabali ambalo ni adhimu, nini imetokea, na je limetulia pahala pake? Najibu amesema Allah Ta'ala, basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima aliufanya uvurugike, na Musa akaanguka chini amezimia. Alipozinduka alisema subhanaka, umetakasika, natubu kwako na mimi ni wa kwanza wa waumini. Sadaqallahu alazim. Basi pelelezeni na mutafakari kwenye kauli ya Allah Ta'ala, tulimwahidi Musa masiku 30 na tukayatimiza kwa 10. Ikatimia miadi ya Mola wake mlezi masiku 40. Na Musa akamwambia ndugu yake Harun, shika pahala pangu kwa watu wangu na utengeneze, wala usifuate njia ya waharibifu. Na alipokuja Musa kwenye miadi yetu, na Mola wake mlezi akamsemeza, alisema, Mola wangu mlezi, nioneshe nikutazame. Mwenyezi Mungu akasema, hutoniona, lakini utazame huo mlima, ukibaki pahala pake basi utaniona. Basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima, aliufanya uvurugike, na Musa akaanguka chini amezimia. Alipozinduka alisema subhanaka, umetakasika, natubu kwako na mimi ni wa kwanza wa waamini. Sadaqallahu alazim. Na kama vile tumethibitisha kutoka kwa iliyowazi maana yake kitabu kuwa inaokusudiwa kwa neno la tajalli, yani kudhihiri, na kuwa mfano wa kauli ya Allah Ta'ala wan-nahari idha tajalla, na mchana unapodhihiri. Sadaqallahu alazim. Kisha tunajua kwa elimu ya yakini kuwa at-tajalli ni kutokezea kwa kitu. Basi nini imefanyika kwa jabali, pamoja ya kuwa jabali ni kitu adhimu? Lakini uadhimu wa dhati wa Allah ni mkubwa zaidi, kwa utafauti hauna mpaka nao. Kwa ajili ya hivyo haikuwezekana kuhimili jabali ambalo ni adhimu kuona uadhimu wa dhati ya Allah, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala. Na alipokuja Musa kwenye miadi yetu, na Mola wake mlezi akamsemeza, alisema, Mola wangu mlezi, nioneshe nikutazame. Mwenyezi Mungu akasema, hutoniona, lakini utazame huo mlima, ukibaki pahala pake basi utaniona. Basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima, aliufanya uvurugike, na Musa akaanguka chini amezimia. Alipozinduka alisema subhanaka, umetakasika, natubu kwako
na mimi ni wa kwanza wa waumini. Sadaqallahu alazim. Na imebainika kwenu kuwa uadhimu wa dhati ya Allah ni kitu adhimu kuliko kila kitu, na wala haitoweza kuhimili kuona uadhimu wa dhati ya Allah illa kitu ambao ni sawa na uadhimu wake subhanahu ametakasika, na hakuna kama mfano wake kitu katika viumbe vyake, na wala hakuna kabla yake kitu katika uwepo. Hakuna mola isipokuwa yeye, wala mwenye kuabudiwa ila yeye. Na twatoka kwa natija kuwa Allah ni kitu adhimu, hakuna kama mfano wa uadhimu wake. Hakuna kama mfano wa uadhimu wake kitu katika viumbe vyake. Kwa ajili ya hivyo haikuweza kuhimili jabali adhimu kuona dhati ya Allah al-azim subhanahu ametakasika. Kwa ajili ya hivyo amesema Allah Ta'ala, na alipokuja Musa kwenye miadi yetu na Mola wake mlezi akamsemeza, alisema, Mola wangu mlezi, nioneshe nikutazame. Mwenyezi Mungu akasema, hutoniona, lakini utazame huo mlima, ukibaki pahala pake basi utaniona. Basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima, aliufanya uvurugike, na Musa akaanguka chini amezimia. Alipozinduka alisema, subhanaka, umetakasika, natubu kwako na mimi ni wa kwanza wa waumini. Sadaqallahu alazim. Basi angalia katika kauli Allah Ta'ala, basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima aliufanya uvurugike. Sadaqallahu alazim. Na je, jabali limevurugika kutokamana na bila kitu katika uwepo? Ama ni kuwa amejionyesha Allah kutokezea kwake kwa dhati yake ambao ni adhimu akalivurunyua? Na nakariri na nasema, hakika ya kutokezea at-tajalli kilugha na istilahan ni kudhihirika kwa haki ama kuona kitu, na iliyo muhimu kuwa at-tajalli kudhihirika inakusudiwa nayo kudhihirika kitu kwa kitu kingine. Hakuna shaka wala utetanishi. Na huyo hapo sisi tumesimamisha hoja juu yako kwa mara ingine, na tunayo ya zaidi katika utawala wa elimu iliyo wazi maana yake. Tunaichunguza kwenu kwa idhni ya Allah kutoka kwa iliyo wazi maana yake al-Qur'an al-Azim. Na atakaye basi aamini, na atakaye basi akufuru, na hukumu ni ya Allah, na yeye ni mwepesi wa kufanya hisabu. Na kuhusu kuzuru makaburi, basi ikiwa kuzuru kwa lengo la kumwombea dua mwenye kaburi kwa kumtakia rahma na kumwombea maghfira, basi hakuna ubaya kwa hayo. Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, wala usisimalie kabisa yoyote, wala usimsalie kabisa yoyote katika wao akifa, wala usisimame kaburini kwake. Hakika hao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakafa na hali ni wapotevu. Sadaqallahu alazim. Allah Ta'ala anasema, wala tusalli ala ahadin minhum mat abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sadaqallahu alazim. At-Tauba. Na tunachunguza kutokana na hayo kujuzu kuombea dua wenye makaburi, isipokuwa asiwe katika mashetani watu. Ama kuzuru kwa kutawasali kwa watu wema, kuomba pasi na Allah, basi hiyo ndiyo shirki, na hakika wao hawasikii, kwa kuwa wao ni wamekufa, sio hai miili yao, kwa sababu kuondoka roho zao.
na hata kama wamewasikia hawangewajibu kwenu, na siku ya kiyama watakufuru kwa shirki yenu. Kwa kuomba wao pasi na Allah, kusadikisha hayo kwa kauli Allah Ta'ala akisema, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir in tad'uuhum la yasma'una du'aakum walau sami'u ma istajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah Ta'ala asema, na hao mnao waomba badala yake hawamiliki hata ugozi wa kukoa watende. Mkiwaomba hawasikii maombi yenu, na hata wakisikia hawakujibuni, na siku ya kiyama watakataa ushirikina wenu, na hapana atakaye kupa habari vilivyo kama yeye mwenye habari. Sadaqallahu alazim. Na kusadikisha kauli Allah Ta'ala akisema, walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayra ahya wama yash'uruna ayyana yub'athun. Allah Ta'ala asema, na wale wanao waomba wasiokuwa Mwenyezi Mungu hawaumbi kitu, bali wao wameumbwa, ni wafu sio wahai, na wala hawajui watafufuliwa lini. Sadaqallahu alazim. Na hakika mimi nakuona ni katika wanaolingania makafiri kwa kutoamini kwa uwepo wa Allah, na katika wanaolingania waumini kumshirikisha Allah. Na hasbi Allah kwa kila mwenye kuzuia kuwa njia ya Al-Aziz Al-Hamid na anaitaka kombo, na ilhali anajua kuwa ni haki kutoka kwa Mola mlezi wake. Na hao wanayo adhabu adhimu, wale wanaozuia njia iliyonyoka, na wataenda kujua, na hukumu ni ya Allah Mola mlezi wa ulimwengu. Na salam juu ya mitume, na alhamdulillah rabbil alamin, mlinganizi kwa njia ya Al-Aziz Al-Hamid, khalifa wa Allah na mja wake al-Imam al-Mahdi Nasir Muhammad al-Yamani.